Karibu sana mtazamaji wa Mike 360 katika kuhakikisha ya kwamba tunakuletea mastori ya entertainment. Leo bana, kwenye exclusive interview tuko na mwanetu kabisa, atakwenda kujitambulisha kwa jina lake, lakini project yake ambayo yupo nayo kwa time hii hapa ni project inayokwenda kwa jina la Holiday. Bonge moja la ngoma, na bila shaka utaweza kupata nafasi ya kuisikiliza. Na kwaje mzee wangu? Bwana poa, mambo vipi? Kama kawa kabisa. Nyamwezi tumezingatia mavyuma nini? Yes, unajua. Tunapenda kupoa kidogo. Yes. Hivi ni kitu gani ambacho unazingatia sana katika uvaaji wako? Kwa sababu nikuangalia tu ni mtu ambaye fashion mzee wangu naijua. Nafuatilia kwa sababu mimi napenda kupendeza. Kwa hiyo napenda pia kuangalia watu wanaopendeza. Yes. Nani ambaye anakuinspire kwenye masuala mazima ya mavazi? Naweza kusema mimi mwenyewe. Yes. Kwa sababu mimi navaa kitu ambacho naona kitakachonipendeza, ndio hicho napita nacho. Kwa majina, kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani na unafanya muziki wa aina gani? Okay. Kwa majina naitwa Simba, ndio jina langu la kisanii. Muziki nafanya muziki wa Bongo Flava. Yes. Hapa mtu anaweza kujiuliza kwa nini Simba? Kwa sababu tumeshazoea mara nyingi sana wasanii bana wanakopa na majina yao, sijui kina Dinani, sijui nani, lakini kwa nini umechagua Simba? Okay. Nimechagua Simba kwa sababu ndoto zangu mimi ni kuwa mtu mkubwa katika industry ya muziki. Na kwa sababu kwamba Simba ni jina kubwa, kwa hiyo niliposema Simba nataka na mimi niwe mkubwa kama hivyo lilivyo jina la Simba. Yes. Haikukupa ukakasi wakati unachagua jina? Kwa sababu sasa hivi ukisema mimi naitwa Simba, mtaweza kaja bwana wewe ni Diamond Platnumz kwa sababu anajiita Simba. Wakati unachagua hili jina, alikukupa ukakasi ama ugumu wote? Kiukweli alikunipa ugumu kwa sababu naweza kusema hata msanii ule mtaja ni msanii mkubwa sana. Na yeye aliweza kujiita Simba baada ya kuwa mkubwa. Kwa sasa na mimi nikaona kwa nini sijiite Simba nikiwa bado ndo naanza safari ya muziki, ili niwe na vision zile kubwa kutokana na jina la Simba. Yes. Nimepata nafasi ya kusikiliza ngoma Holiday, moja ya ngoma ambayo nimeambiwa ndio imetoka sasa hivi. Bana, ngoma nzuri mzee wangu, umetisha sana, na umesema kwamba unafanya Bongo Flava, lakini nilivyosikiliza Holiday kwa namna ambavyo ilikuwa inaanza ni kama vile kuna utofauti fulani, sio Bongo Flava ile ambayo watu tumeizoea. Kwanza unakubaliana na hilo? Nakubaliana na hicho kitu unachokisema. Nimesema kweli nafanya Bongo Flava kwa sababu ndo muziki wa Kitanzania. Alafu Bongo Flava iko pana zaidi. Kwa hiyo mimi najaribu kufanya muziki unaofanywa hapa lakini kwa utofauti, kwa sababu kama tunavyosema muziki ni biashara sasa hivi. Kwa hivyo basi kwenye biashara lazima uje na utofauti ili kuweza kuwapata wateja. Kwa hiyo basi hata na mimi muziki ninafanya kweli wa Bongo Flava, lakini najitahidi kuja na utofauti kidogo ambao naweza nikapata watu kunisikiliza na kunifuatilia vizuri. Ugumu wa game la Bongo Flava uko wapi hasa? Kwa sababu tumeona wasanii wetu wenyewe, au umesema kwamba muziki ni biashara, lakini wasanii wetu tunaona kwamba walikuwa wanafanya Bongo Flava wakaja wakapita na upepo wa mapiano. Nikategemea pengine labda na wewe kwa sasa hivi mapiano ndio iko hot, utahamia kwenye mapiano. Kwa nini hatujaenda kwenye mapiano na tumebaki kwenye Bongo Flava? Okay. Siwezi kusema sijaenda kwenye mapiano kwa sababu hata hii nyimbo ya Holiday ina vitu vya mapiano. Kama nilivyosema muziki biashara, kuna muda unatakiwa ufate biashara inataka nini, walaji wa muziki wanahitaji nini. Kama walaji watahitaji ya mapiano, tutaenda kwenye mapiano. Muziki wote ambao walaji watauhitaji kwa wakati sahihi tutauleta. Iwe mapiano, iwe sijui singeli, iwe muziki wa aina yoyote tutafanya, ili mradi tu kuwaletea walaji kitu kizuri ambacho watakipenda na kitawavutia pia. Yes. Mpaka sasa hivi tuna ngoma ngapi ambazo tayari zishatoka? Well, sasa hivi tumetambulisha kama nilivyosema mimi na timu yangu na uongozi wangu. Hii tunasema ni project yetu ya kwanza kabisa. Yes. By producer alikuwa ni nani? Producer wa project hii tuliyofanya ya Holiday anaitwa 6-bit. Yes. Na ila zipo ngoma ambazo zipo ndani hazijatoka? Naweza kusema kwamba zipo ngoma nyingi sana ambazo hazijatoka. Hii Holiday tumeamua kuachia sasa hivi ni ngoma ambayo tumeitoa tu ndani kwa sababu
kwa kipindi hiki husika cha holiday. Kwa hiyo tukaona kwa nini tusiachie nyimbo kwa wakati huu, kwa sababu ndio nyimbo ambayo inaendana na muda huu ambao tupo sasa hivi. Yes. Naweza kusema kwamba moja ya vitu ambavyo vinakuwa vinazungumzwa sana na wasanii ambao wanaanza chipkizi ni kuto kupata support kwa mabrother. Yani kwamba brother akiona hii ni talent, kama anapata nafasi ya kusikiza ngoma holiday, mzee wangu muziki unaojua. Ingekuwa ni msanii mkubwa, sasa akiona hivyo anaanza kama vile kuminya, mkiwa mnawafuata si mziite mfanye collaborations, wanakuwa na kaza. Hizi ni story ambazo zina ukweli na ushakutana na changamoto kama hiyo? Hizo story yani siwezi kusema zina ukweli au hazina ukweli. Unajua kila mtu ana njia yake. Alafu siamini kwamba kusema mabrother wanakaza. Mimi naamini unapokuwa na kitu kizuri ukamfuata brother akusupport na yeye ameona ni kitu kizuri, siamini kama hataweza kukusupport. Kwa upande wangu naweza kusema tu kwa sisi wasanii ambao ndo tunaanza ni tupambane sana tufanye kitu kizuri. Nadhani unapoonyesha kitu kizuri mtu yote ni rahisi kukupa support. Yes. Kitu gani cha tofauti ambacho unaamini Simba unacho wasanii wengine ambao wapo kwenye industry hawana? Kwa sababu watu wanataka flavor mpya kila siku. Nadhani ni kitu gani cha tofauti ambacho unacho? Utofauti upo mkubwa. Tukianzia na hii project ya holiday, naamini pia hata wasikilizaji watakapoisikiliza vizuri wataona utofauti. Na mimi napendaga kuja na vitu kama surprise. Kwa hiyo naweza kusema kwamba niwaambie tu mashabiki kwamba wakae kusubiri vitu vizuri zaidi, na ndo ndipo atakapoona utofauti. Yes. Unaweza kutupa kidogo ngoma holiday au tafsiri kidogo ili tukapata kuzi. Kwambia sa mwisho wa mwaka umefika na siku inaanza saa 6, muda bata umefika, niambie ni wapi nitapita, na nitatoka taka sina vya kwangu, najua nitatumia mina chafu yangu, wote shangilia waambie ndugu zangu, walotaka nilie huu mwaka wangu. Kama hivyo boss. Masala. Katika masuala mazima ya uandishi, ni mtu ambaye unaandika mwenyewe ama unaandikiwa? Mimi naandika mwenyewe. Yes. Nadhani kuna faida gani ukiwa kama msanii kuwa na uwezo wa kuandika mwenyewe na kuimba? Kwa sababu tunaona kuna baadhi ya wasanii wanaandikiwa tu lakini kuimba kidogo inakuwa changamoto. Kwa game sasa hivi hata kusema wasanii wanaandikiwa sidhani kama ni kitu kibaya. As long as mtu unaweza kupata kitu kizuri kwa ajili ya mashabiki zako, sidhani kwa wanaoandikiwa ni kitu kibaya. Na pia kwa sisi ambao tunaweza kuandika wenyewe, inakuwa ni rahisi zaidi kupata kitu ambacho unakihitaji, kwa sababu muziki pia ni vibe. Sometimes unaweza ukawa umekaa una vibe ya kitu fulani, umeona kitu fulani, umesikia kitu fulani. Kama ni mwandishi inakuletea urahisi zaidi kwenye kuweza kutengeneza kitu kwa wakati ule pale. Yes. Hivi inawezekana sio vizuri kusema, lakini katika ngoma ambazo ziko ndani kuna collaboration na msanii yoyote mkubwa ambaye umeshakufanya naye? Yes, kuna collaboration. Yes, zipo. Labda sasa wasanii mashabiki zako wategemee kitu gani hasa, kwa sababu umeingia katika game mwishoni mwa mwaka, pengine labda sasa kasi ya kuingia January 2026 ikoje? Kama nilivyosema kwamba mimi napenda kuja na surprise, kutokana hata na timu yangu kwamba walidecide tuachie hii holiday kwa kipindi hichi, then itakapofika Januari 2026 vitu vingine vikali zaidi vitaanza kuachiwa. Yes. Ni msanii gani ambaye unatamani kufanya naye sana collaboration ya kazi? Kiukweli natamani kufanya na wasanii wote wanaofanya vizuri Tanzania. Yes, kwa sababu sasa hivi Tanzania wasanii wengi sana wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo natamani sana kufanya na msanii anayefanya vizuri. Yes. Labda ukitupa na kwa mwaka huu wote list ya top 3 wasanii ambao wewe wamekuvutia na wamefanya kitu poa sana ambacho wewe mwenyewe pia ukakaa ukasema hichi kitu inabidi nikiige kwa mabrother. Tukiongelea kwa huu mwaka bwana, anaweza kusema wasanii wengi sana wamefanya vizuri. Yaani ukiniambia niseme top 3, yani kama umenipa mtihani, kwa sababu mimi napenda sana, ni shabiki wa muziki mzuri.
Kwa hiyo yani naweza kusema wasanii hawa, yani mabrother wetu wengi, kina Diamond, kina Mario, kina Harmonize, kina Alikiba, yani Rayvanny, wote naona mwaka huu wamekuwa na project nzuri sana, kina Mbosso. Sasa kusema niweke top 3 kwangu ni challenge. Yes. Labda kwa mtu ambaye sasa atataka kukufuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kwa jina gani mzee wangu? Okay, kwa mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la The Real Simba. Ukienda kwenye Instagram pamoja na TikTok kote ni The Real Simba. Yes. Bana, unapomwona msanii sehemu yoyote anafanya vizuri, basi nyuma yake bana lazima kuwe kuna uongozi ambaye ni manager anashughulikia mchongo mzima, na hapa tuko na manager wa Simba ambaye anaitwa Chavala. Inakuaje my brother? Fresh kabisa. Kwema? Kwema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi akitokea mtu hapa sasa hivi akakwambia kwamba muelezee msanii wako ni msanii wa aina gani, utamuelezea vipi? Msanii wangu ni tunda zao ambalo linakuja, yani linakuja ni sokoni, ambalo tunda la gharama. Sio, yani huwezi kusema apple, huwezi kusema embe, lakini ni tunda ambalo linakuja lenye ladha tofauti tofauti. Swali ambalo nilikuwa natamani wewe ulijibu ni kwamba ametoa ngoma katika kipindi hichi cha mwezi wa 12, kipindi ambacho kuna vuta ni kuvute ya mashabiki bwana kutotaka kuwasupport wasanii. Manager anajua umehusika katika ngoma kuachiwa. Ni kitu gani ambacho ulikiangalia hasa paka ukasema licha ya yote mzee wangu ngoma liende tu mjini? Ya kweli kwanza kabisa naanza kumshukuru Mungu kwa kuweza kutoa nyimbo kwa kipindi hichi ambacho kina mvutano kati ya wasanii na mashabiki zao ambao ndio mabosi zao. Yaani kitu ambacho niliweza kukiangalia kwa ukubwa na upana zaidi ni kwamba watu wako kwenye makasiriko. Kwa nini tusiwape burudani? Japokuwa tofauti yao na wasanii waiweke pembeni kwanza, wakisikiliza hii ngoma lazima kwanza kidogo waburudike, lazima zipoe, kwa sababu mistari na mashairi ambayo yameimbwa mle sio, yani siwezi kuzungumzia sana, lakini ila ni mashairi makubwa sana. Watu wamekaa wameandika na kitu kikaandikika. Managers nyewe bana, kuna changamoto waga mnapitia sana, lakini naamini kwamba kuna changamoto ambazo manager anapitia ikiwa na manage msanii mkubwa, na kuna changamoto ambayo manager unapitia ukiwa na manage msanii ambaye ndo anaanza. Kwa upande wako kummanage msanii kama Simba ambaye ndo anaanza, changamoto gani hasa ambayo unakutana nayo? Yaani kiuhalisia changamoto zipo na nimekutana nazo nyingi sana, kwa sababu pia sijawahi kusema kwamba najiingiza kwenye masuala ya manager kummanage msanii. Lakini hiyo sikuangalia kwa sababu sina uzoefu, hapana, sikuangalia hicho kitu, lakini nilicho kimaintain na nilichojifunza kwenye changamoto ambazo nimekutana nazo mpaka sasa hivi tunapofikia sasa hivi ngoma kutoka, ni kwamba siku zote unapoanzia chini lazima ukutane na misukosuko na maumivu makubwa sana, lakini hao maumivu tumeyachagua kwamba ndio ngazi za kutufikisha kwenda juu. Kwa hiyo sisi nimejitahidi na nimeweka mipango sahihi ambayo inaweza kufanya kwa daraja la sisi kwenda juu. Kwa hiyo changamoto zipo na ziko nyingi sana. Yaani ziko nyingi sana. Neno moja kwa mashabiki wa Bongo Flava na wadau wa muziki kwa Tanzania, tunawaambia kitu gani? Ujio wa Simba ndo huu hapa, tumeuona, goma la Holiday limetoka. Ninachoweza kuahidi na kuwaomba mashabiki zetu wa muziki wa Bongo Flava ni kwamba tunaomba wampokee msanii wetu, na kitu cha kwanza ni kizuri. Kwa hiyo kwamba kitu cha kwanza ni kizuri, wasitegemee kitu cha pili kitakuwa ni kibaya. Yaani wategemee kitu cha pili kitakuwa ni kizuri, cha tatu kitakuwa ni kizuri, cha nne kitakuwa ni kizuri na kuendelea. Hivyo tunaweza kusema kwamba tunawakaribisha kwenye ulimwengu wa burudani. Kwa hiyo ukimtazama Simba unatazama burudani, ukimtazama Simba unatazama muziki mzuri, ukitazama Simba unatamani unaiona thamani nzuri ya muziki.